sura ya 8 mstari ule wa 32 na wa 36, mstari miwili. Lakini Luka 1:37, Yohana sura ya 8 mstari wa 32 na wa 36. Nasoma mstari miwili tu hapo. Na mwanasie hii ndio kazi yao kusoma. Wanasie mpo hapa na mkurugenzi mkumbuke wa jimbo yuko hapa. Asiye hapa majaribu. Luka 1:37. Luka 1:37. Lakini mchukue kiongozi pia ameshaingia, yuko hapa. Kwa hiyo itifaki imezingatiwa. Karibu sana mzee mwenye nyumba. Tumefika hapo wote. Luka 1:37. Luka sura ya 1 mstari wa 37. Mnasie mmoja huko atusomee. Siku hizi anawasomea hapa eti. Mtakuwa mnakuja bila Biblia mpigwe fine. Mzee mkajichanganya akawadanganya huyo jamaa na skrini yake mkapata matatizo. Msifikiri mwishoni atujui ambao wajija la Biblia. Bwana sie mmoja tusomee Luka 1:37 au tunaanza na Yohana? Haya, twende Yohana hiyo. Anasema tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itatuweka huru. Si ndio Yohana hiyo? Huyu ameenda Luka. Haya, Luka hiyo sawa tu. Ayota nayo hapa karibu. Aliweka Yohana, ndio maana nikaona tusome Yohana. Lakini basi anasema basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Tuo kipindi cha uamsho ambacho tunahitaji sana Roho Mtakatifu. Sasa nitaka kufundisha Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu ningeanzia mbali kweli saa 11. Roho akanirudisha hapa, lakini tutapata na tu vizuri kabisa. Anasema tena mtaifahamu kweli nayo kweli itatuweka huru. Lakini 36 basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Hiyo Luka inasemaje? Moja 37. Turudishe pale Luka sasa. Wewe ambaye haya anasema kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kwa kuwa hakuna neno lolote lisilowezekana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako leo aandike kichwa cha ujumbe pale, kuwekwa huru. Kuwekwa huru. Wewe ni kama au najiweka nataka kuwekwa huru au nataka kuwa huru. Yesu maneno haya anapoyafundisha, wakati anayafundisha maneno haya, kuna kipengele fulani hapa kiko hapa, mafafanuzi yake. Alikuwa anaongea katikati ya makundi mawili. Kundi la kwanza lilikuwa watu wa dini, kwa wengi sana makuhani hapa, watu waliojiamini wana Yesu na wamejaa roho. Kundi la pili ni wale ambao walikuwa wanamhitaji Yesu au wanafunzi wake wanaye pale. Lakini kundi moja hili alitaka kulipa mafafanuzi kwa nini analisaidia kwa namna hiyo. Kwa kuwa kulikuwa na swali, kwa kuwa wanamwamini Yesu na wamjua Mungu kwa mjibu wa sheria za dini na za imani, kwamba Wayahudi ni watu ambao wana historia, baba yao kabisa wanamjua Ibrahimu ndio baba yao wa imani, lakini walikuwa wanajiamini kwamba Mungu anamfahamu vilivyo. Hakuna mtu anaweza kawaelezea kuhusu habari za Mungu zaidi ya makuhani walichokifundisha na wao wanachokielewa juu ya Mungu. Kwa hiyo hawakutaka tena kupewa elimu nyingine au kupokea elimu nyingine ngeni ambayo itawaletea shida kwenye maisha yao. Kwa hiyo wakati anawaeleza hili jambo kwamba kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, tunapotaka kanisa leo liweze kuwa huru, tunataka kanisa liweze kuwa huru. Moja ya sifa ya kanisa kuwa huru ni kuelewa nafasi yake, lakini moja ya kuwa huru ni kupewa neema. Kuwa huru maana yake kuna utumwa tuondoe,
neema iruhusiwe iwe katikati yetu, ili tuweze kufikia mahali ambapo kila mtu anatamani asione kikwazo. Kila mtu kuna mahali anatamani asione kikwazo kinamzuia. Kwa hiyo Yesu alikuwa anaona vikwazo kwenye maisha ya kila moja, lakini alikuwa anaona ugumu wa maisha kwa kila moja, lakini alikuwa anaona wanachokiamini hakiwaletei uhuru sawa sawa. Kwa hiyo kuna mahali akatamani watoke hapo waone mbali zaidi kuliko vile wanavyoona. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa alipotaka kuwasaidia kwamba mlipo sipo, ndipo ambao kanisa letu tunatafuta hapo, kwamba sasa tumesema miaka 13 ya moto wa mwisho. Kuna mahali tunaona uhuru tulionao sasa hauko sawa, kuna vitu vimepungua. Tunatamani sasa tupate kitu ambacho kilichopungua, ili tuone uhuru ambao utatuweka huru kweli kweli. Sasa kwenye muktadha lazima tuelewe jambo moja. Tunapozungumzia kwa huru kutokana na mazingira kila mtu alionayo, mazingira alionayo kila mtu na vile anavyojiamini kila mtu, mazingira alionayo, lazima ufike pale Luka anasema lazima unapoishi ndani ya Kristo Yesu, unapoishi kama umeokoka, unamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi maisha yako, jambo la kwanza uamini kwamba unaishi kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hilo jambo la kwanza hilo. Yaani unapoishi tu, yaani ujue hakuna lisilowezekana. Yaani maisha ya imani yanataka uwe top 10, kwamba ujiamini kwenye maeneo yote kwamba ninapofanya hili, ninapofanya hili, ninapoishi hivi, nijue hakuna lisilowezekana. Sasa unapofika kwenye msingi huo, linakusaidia wewe kutoka mahali ulipo kwenda nafasi nyingine, na linakusaidia kufanya unachokitaka kwa wakati unaoutaka. Asifiwe Mwokozi Yesu. Kwa hiyo kuna mahali kwenye neno la Kristo Yesu, tunapotafuta kupata haki nyingi, lazima tutafute kwanza kuvijua vizuizi vyetu, na vizuizi vinaondolewa na nini. Kwa hiyo ili vizuizi tusivione siku zote, sisi lazima tuelewe kwa linavyotakiwa neno. Kwa hiyo hawa walikuwa wanaelewa neno kinyume na uelewa wa neno. Yesu akataka kuwasaidia walipo watoke hapo. Haleluya, haleluya. Unaweza ukawa huru. Leo nimemhubiri mtu mmoja, ananipigia simu, nikaona nimsaidie kwa injili ya haraka. Anasema anaona matatizo sio nini, anatamani kuvuka kutoka hapo. Na yule ndio amesababisha. Yaani nilikuwa naangalia kile ambacho kinatokea kwa siku ya leo, kwa sababu mtumishi tuliongea jana. Kwa hiyo vitu vilivyoingia leo nikajua roho yuko hapo, nikaanza naye. Bwana asifiwe. Ndio maana nimerudi kwenye content hapo hapo. Anasema yani natamani kuwa huru, lakini sioni uhuru wangu, ila nimeokoka, nampenda Yesu. Nimepigiwa simu na watu wawili watatu. Mmoja ni askari yuko Moshi, watu wa Moshi gani ile, Boma Ng'ombe, Moshi Boma Ng'ombe. Mmoja yuko pale, ana mtoto anaumwa, akisema lakini niko kanisani, nimeokoka na nini, anajitetea. Lakini mmoja nimepigiwa simu yuko Kagera, anahitaji msaada, lakini bado anazungumzia kuhusu habari za Yesu, anazielewa vizuri kabisa. Lakini mmoja nimepigiwa simu wa Kahama, anasema nakuomba kukuona mtumishi wa Bwana, kama watatu, naomba kukuona kwa sababu nina shida nyingi sana na nimemwabudu Mungu, sioni kama kuna mahali napata mwelekeo. Sasa sisi kama kanisa la Tanzania Assembly of God kuna kitu tunasema tunataka moto wa mwisho wake, na sisi moja ya jambo ambalo tunajifunza kule, tunataka kumuona Mungu na uweza wake. Sasa tukifika hapo, hilo ni jambo la akili. Namba moja, jambo la akili. Yaani usipofungua huku mambo yaendi. Yaani kuna mahali nikamfundisha yule mmoja, nikasema kinachofanya roho asije, kuna ujinga hujatoka. Haleluya. Yaani kuna mambo yanachofanya yasiondoke, Roho Mtakatifu anafanya kazi sawa sawa na uelewa wa mtu. Sasa uelewa tulionao ndio kikomo cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tukitaka kuongezeka pale, tuongeze uelewa ili Roho tumuongezee mipaka, asogee, afike mbali. Nikamwambia si unajua, nikampa mfano moja, nikasema si unajua kabla hujaokoka ulikuwa unaweza ukazini. Akasema kwa nini ulikuwa uone kama ni uchafu? Na ukazini mke wa mtu, na unafahamu mke wa mtu naye ni mchafu, kwa nini ukoona uchafu? Akasema niliona kawaida. Sasa hivi unaona uchafu kuna mahali umepata akili.
Kama ulivyokuwa mtoto mdogo, ulivyokuwa unaweza ukajisaidia kinyesi na ukakishika tena na huoni shida mpaka mama aje kukusaidia, na ikiwezekana ukajipaka na ukuona shida. Lakini hatua hiyo maana yake kulikuwa na ujinga mwingi ambao ulikuwa ni ngumu kuelewa kwamba tafsiri kwamba hiki ni kibaya. Sasa hiyo hatua unayoipiga maana yake tayari kuna kitu kinakuachia. Kwa hiyo kinapokuachia umeshapata ufahamu. Ukiongeza ufahamu pengine kitakuachia. Ukiongeza tena ufahamu kitakuachia. Ukiongeza tena ufahamu kinakuachia. Ukiongeza, ndio maana Mungu anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Tunapozidi kumtafuta kuna vitu vya kijinga vinaondoka, sisi tunakwenda mbele. Kuna magamba yanatoka. Uliwahi kuona paka mdogo hivi, paka na manyoya mawili. Ana manyoya ya kwanza ya utotoni. Halafu akianza kukua kuna manyoya yanaanza kujitoa yenyewe. Atakuwa utaanza kumuona na manyoya aina mbili. Yale laini na mwingine amejisokota hivi mabaya yanajinyumbua yenyewe, kwamba sasa anaonekana ni mkuaji. Anapokuwa anakuwa kwa kuielewa kweli. Kukua ni kuielewa kweli kwamba mimi silisukuwa paka kachanga, nitakiwa niwe paka mkubwa yule kama mama yangu. Sasa anaanza kukua, manyoya yanaanza kumwachia, haya anaota mengine mapya, tayari anazidi kuwa mtu mzima, mwisho naye anakuwa mama au baba kule mbele na mambo yanakuwa mazuri. Haleluya. Sasa hapo ndipo kwenye shida kubwa ambalo kama kanisa na kama watumishi wa Bwana tunahitaji kujifunza. Sasa kanuni ndogo ambayo mimi naielewa huko ambayo naishi nayo ni ya Yohana 1:12. Na msimamo wangu wote kwenye kufunguliwa naona Yohana 1:12 ndio inatoa shida kubwa. Kwa hiyo natafutaga hapo kwamba kwa nini panakuwa pagumu. Shida ni nini? Tukisema kuijua kweli, tunataka kuwa huru, lazima sisi tuliookoka. Uhuru ni nini? Ninapokuwa mwaminifu niko huru. Bwana asifiwe. Maana yake utumwa, ninapokuwa nimepunguza mambo ambayo siyafanyi sawa sawa, ni mtumwa. Yaani sisi tuliookoka, ninapokuwa sio mwaminifu ni mtumwa automatic. Hautaji jambo lingine. Yaani watu wanafikiri utumwa mpaka dhambi. Yaani dhambi tunaielewa sisi, acha dhambi zinazoonekana. Hizo sio dhambi, yale ni matokeo ya dhambi. Tuko sawa? Dhambi asili yake iko underground, iko moyoni ndani. Sasa watu wanacheza na matokeo alafu wanasema ni dhambi. Hapana, tusipitishe vitu ambavyo sio vyenyewe. Yale ni matokeo. Sasa kucheza matokeo ni kupoteza muda. Matokeo maana yake yameumbwa na vitu vidogo vingi. Sasa unapoona hili jengo limetokea hapa, hili jengo sasa hivi limetokea, haya ni matokeo ya maono ya mtu. Tuko sawa? Lakini hili jengo lilikuwa limejengwa kwenye moyo nani? Wa mtu. Sasa unapokuwa huru, Kristo anapozungumzia uhuru, hao watu sio kwa hawamwamini Yesu, amesema wanamwamini. Anachotafuta ni kwamba kuna vitu haviko sawa. Wakristo na watumishi wa Bwana tunatafuta kupata uhuru. Kuna maswali pale tutamani kuuliza kwa mwalimu, lakini hatujapata nafasi. Lakini tutamani tuulize kwamba tunatafuta uhuru zaidi. Nini kinatuzuia? Kwa hiyo wakati tunatafuta uhuru zaidi, maana yake kuna vitu vimepungua. Nikaja neno moja nikiwa pale, nikatamani nyoshe kwa niliseme, nikasema watu watasema huyu jamaa. Kwenye tafsiri nikalichambua kwanza mwenyewe kabla sijasema. Nikasema watasema jamaa na kiburi au ni nini? Ikabidi nilimeze. Mwalimu jana aligonga injili fulani hivi tamu, watu kashangilia, lakini ikabidi nilimeze kwamba lakini na hili hapa angeliingiza pale. Ndio uko unahubiri mtu ndio unaanza kuona pointi zinazoongezeka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunapotafuta uhuru kama kanisa, maana yake tunarudi kwenye msingi, kwenye vitu vidogo. Ninapokuwa sio mwaminifu kanisani, tayari mimi nimeanza kutengeneza utumwa. Naanza kurudia ujinga. Utumwa unaanza kuingia taratibu. Ninapokuwa sio mvumilivu, ninajiingizia utumwa. Kwa sababu kuna maeneo yanahitaji uvumilie automatic. Yanataka uvumilie tu, yani hatujiafoji, yanataka tu uvumilie. Nikikosa hapo maana yake nimeingia kwenye utumwa, kwa sababu kuna mahali nitaenda kukopa kausha damu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tayari kweli naye muamini Kristo haitaniweka huru. Kuna maeneo mapana yake, najaribu kuangalia hapa mapana yake. Nikitaka tu kuwa huru, kuna maeneo nataka tu huru. Yaani nitaka kuwa mtii tu basi. Yaani kuna maeneo nitaka kuwa huru, maana Roho Mtakatifu
ili alijaze kanisa kwa wepesi. Ukiangalia mfumo wa kanisa limeondoa neno utii. Na dhambi kubwa, sio niwahi kuwafundisha hapa, dhambi kubwa ni kutii. Yale mengine sio dhambi, ni matokeo, lakini msingi wa dhambi ni kutii. Sasa ninapojiondoa kwenye utii, nimeleta utumwa. Automatic hutaliona hilo neno kwa haraka, lakini utumwa utaanza kuatamia maisha ya mtu. Kwa sababu hiyo utaanza kung'ang'ana kutafuta dhambi. Mtu anasema nenda tafuta dhambi, sioni. Yani mtu akuja nijieleza anasema mchungaji, sio nifanye, yani sio nakosea wapi? Yani mimi mambo yangu yote naona yanamekolapti, sio nakosea wapi? Nikamwambia shida sio kosa, shida wewe umekalili dhambi. Na ukikalili dhambi huwezi kuona matokeo. Bwana asifiwe. Hatuhitaji kukalili dhambi, tunahitaji kuelewa. Nimewambia kukua na kujiondoa kwenye utumwa ni kuongeza elimu ya kiroho. Tunapoongeza elimu ya neno kuielewa, ndio utumwa unatuachia. Kudumu katika magonjwa, kuna utumwa wa ujinga uko kwenye ufahamu. Shida sio ugonjwa, shida ni nini? Kwenye ufahamu kuna tatizo. Ukitaka afunguliwe, asilimia kubwa natumia kumfundisha kwa nini ugonjwa umekaa, sio kwa nini nauma ugonjwa. Sasa yameokoka. Mkijibishana hapa kila siku nakusemea Bwana asifiwe, mkijibishana kuhusu neno la Mungu na wokovu, nakwambia mimi niko sawa na ni mwaminifu, zaka nalipa, sadaka nalipa. Chukua ongea lingine. Ila mimi nashindwa kuelewa kwa nini Mungu anitendei. Asifiwe Mwokozi Yesu. Hiyo ndio Kiswahili kilichopo. Lakini Kiswahili hicho kina marekebisho. Marekebisho yake, usikalili dhambi. Ujue kabisa misingi ya utumwa, vitu vinavyokuwa vimeingia vya utumwa, maana yake kuna mahali wewe huishi kwa utaratibu. Sisi tunaelewana? Tunaelewana kabisa hapo? Yaani ukikosa tu kidogo mweleka. Nimwambia washirika wangu, kosa la kiufundi ambalo tunaweza kushambulia sisi tuliookoka, tuko kwenye utumwa. Kama ibada inaanza saa 10 na ukaje saa 10:30, si umerudi kwenye utumwa? Kuna msumbuano hapo tena? Hapo unatafuta dhambi? Tutafute dhambi hapo tena? Ya nini? Kama makubaliano yasema saa 10, ukija saa 11 kwanza wewe mwenyewe utaona hata ujaji wake utakuja kwa hofu automatic. Wewe mwenyewe unaanza kuwa na hofu. Sisi nimechelewa sana. Wewe mwenyewe automatic. Kwa hiyo utumwa wako kameingia. Kasipotengenezwa kuna madhara yatokea. Haleluya. Kwa hiyo utumwa ndio unatengenezwa kwa namna hiyo. Kwa vitu ni vingi ambavyo vimesababisha utumwa. Sasa Yesu anasema kama mwana akiweka huru, kwa nini Yesu, kuna swali, kwa nini mwana anataka kutuweka huru? Kwa nini Yesu ameng'ang'ania kutuweka huru? Kwa nini? Kuna swali hapo. Kwa nini Yesu ang'ang'ania tuweke huru? Na kwa nini mwanzo tukua huru? Ndani ya Yesu Kristo ndio kuna full package. Kabla mimi sijaokoka, maana yake nilikuwa ni mwana ile wa fulani, sivyo? Nilikuwa mtoto wa mzee fulani. Sasa kwenye password tusipoondoka kwenye mfumo, maana kabla sijaokoka nilikuwa ni mwana lakini wa mtu. Si ni kweli? Na huku nilikuwa na utumwa. Kwa nini mmehamia huku? Maana yake mmemtafuta mwana mwingine, mnataka mtoto wa baba mwingine. Sasa maana yake taratibu zote lazima uzihamishe. Usipohamisha taratibu utoke. Na hapo ndio panasumbua kanisa. Yaani kabla hujaokoka ulikuwa mtoto. Kwa mfano mimi nilikuwa mtoto wa mzee anaitwa Mlelwa. Tuko sawa? Mimi tena nimesema nataka kuondoka kwa baba Mlelwa, nataka kwa baba mwingine. Hapa panataka hapa uhamishe na utaratibu wake. Yaani utaratibu wa huku kama unaachana nao, unahamia huku, hama na utaratibu wa huyu, utaratibu wa yule uachie hapo hapo. Kiakili na kiroho uhame kabisa. Maana baba huyu wa kwanza alikuwa mtumwa. Sasa aliyezaa mtumwa na yeye ni mtumwa. Hivi askari magereza na mfungwa wanapishana? Hivi mapishano yako unatakiwa amlinde mpaka anapolima. Uongo? Jua lake lote na yeye yuko hapo. Halafu atoke hapo au gerezani mle, wakilala mle ndani na yeye akomae mlangoni. Wewe unaona pale kuna mtu yuko huru?
na haruhusi kulala. Wale wafungwa wanakuwa muda mwingi wamelala, haruhusi kulala. Na anaanza kuwalinda, maana gerezani saa 10 ni muda wa kula. Mwafu mnatakiwa mlale mkorome saa 10, mlale mkorome. Sasa anabidi yeye akae pale na bunduki. Na hivi unaona kuna utofauti? Mlezi wao wafungwa na baba yao mlinzi. Unaona kuna utofauti hapo? Ni the same. Ni kama wanaingiliana. Sasa hawezi kusema yeye yuko huru. Kama yuko huru aachane wafungwa. Kwa sababu hawezi kuenjoy akatoka katembea. Akawa huru akafanya mambo yake akatoka na mkeke weekend. Anatakiwa linde wafungwa. Sasa analinde wafungwa hawa na yeye mwenyewe si mfungwa? Sasa kama anataka kutoka kwenye hii position aache askari magereza. Anakuwa huru. Atafute position nyingine, baba mwingine mwenye utaratibu mzuri. Kwa mkifika saa 10 mwisho wa kazi mkalale. Kila mtu akatembee kama si pale semina tumeishi saa 10 mzungu amesema mkapumzike. Sisi tumeondoka tumekuja ibadani. Jana tukaenda kulala. Simeelewa hiyo. Ametuweka huru. Unafika kitu bala mpaka sasa hivi unawachungaji pale wangevumilia. Waache ibada. Wangetoroka. Sasa hivi kuna utumwa tayari. Ameona siingize utumwa. Kwa sababu yeye yuko huru na yeye sema ametuweka huru kweli kweli. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa nikamwambia, sasa wakati mimi namuombea huyu wa kwangu, mimi sijamuombea wa kwangu, nikaa naongea naye. Mchungaji mwenzangu anaitwa Mlezi, yeye akaa anaongea na mwenzake tena mshirika mwingine, anamuombea, anasema, "Unajua wewe shida yako ni kwamba unarudia matatizo yako ya nyuma. Yaani utakuwa wewe umeacha tena wokovu, umerudia matatizo ya dhambi. Ndio maana nguvu za giza zinakufuatilia." Mimi nimemaliza nikamkumbusha nikamwambia, "Wewe, mbona hangaika? Huyu anahitaji maombezi." Wakristo wengi hawajaelewa kwamba sasa umeokoka. Na pale nimeona ametufundisha mama ametugusia. Yaani wao walipomwamini Yesu hakuna walichokibadilisha mfumo hawakubadilika. Wakabaki kwenye mfumo ule wa kwanza. Kwa kama baki mfumo wa kwanza, maana yake hakuna matokeo. Maana mfumo ni kwamba baba anachokifua ndicho unachokula wewe. Yaani anachokitengeneza baba ndicho unachokula wewe. Kwa kama hujakihamisha maana yake wewe huwezi kuhama. Juzi tuko maombi ya siku 49 kati ya siku 70. Tutakia siku 150 lakini tunaomba kwa paragraph kipande kidogo. Kipande cha kwanza tulikuwa 49. 49 ilisema hiyo ni koma, sio nukta. 49 ilikuwa inaenda nayo moja kwa moja ni koma. Baada ya koma yani tunafuturu ile jioni tunabadilisha tu frequency kwamba 49 tulikuwa nabeba nini? Tunaombea nini? Halafu 21 hii tuende kwenye nini ngapi? Kiweka 21 sinakuwa 70 21 zile tunabadilisha frequency tunaingiza jambo lingine la kumalizia haya mambo tuko na yaombea. Sasa nikaambia kile kanuni kumbuke. Hakuna lisiwezekana kwa nani? Kwa Yesu. Kumbukumbu nyingine kama kumbuke kwamba wakati unaingia kuomba utambue wewe ni mtoto wa nani. Usipoelewa imekula kwako. Hatuombi tu. Nisipoelewa mimi nayeomba ni mtoto wa nani, kiakili na kiuelewa, nitafeli. Kwa hiyo nikasema jamani, kila mtu aweke hitaji lake hapa. Tulikuwa na watu wa aina mbalimbali. Mimi napenda mimi ni mtu wa kutafuta ushuhuda kila siku. Nikikosa naenda mtaani kutafuta. Siwezi kuhubiri bila ushuhuda, nishashindwa. Kwa hiyo utafuta hata kwa nguvu. Bwana asifiwe. Sasa nikasema tuna makundi kadhaa. Tuna makundi ambayo watu wamesoma na degree kanisani hawana kazi. Ile kundi tuweke pembeni. Jiandike na wewe mwenyewe huko. Nikaambia najua na mambo mengi ya kuombea, lakini liko namba 1. Kama umesoma na degree una miaka 5 ulayani na zurula na huna kazi, unaombea kuolewa kwa sababu gani? Si uanze na hiyo kwanza. Weka lililoiva. Mambo yanakuwa mengi. Weka lililoiva tuweka mezani. Lakini ukumbuke hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Yaani ujue kanuni, ukishaokoka yote yanawezekana. Ukiona haliwezekani, ujue nguvu yako ni ndogo. Tukamaliza pale. Haya, wanaosumbua kuzaa kundi lao, tuweke group pale. Nikaambia nyinyi najua mna mahitaji mengi, lakini kila kitu kisichokuwa na faida, kisichozaa, nikawapeleka Yohana 15 ngapi jamani? 7, si ndio? Mtu sio zaa, tunafanya jamani? Kata. Nikaambia hata mama wa nyumba usipozaa kuna mawili, utatimuka ndani. Utatimuliwa. Niliwachochea, nikaambia utatimuliwa. Si watu wavivu kuomba. Nikasema utatimuliwa. Hakuna baba. Nikaambia mnaona wababa hao wamejaa roho, wananena kwa sababu karibia mnazaa, wanafikiri karibia baada ya miezi mingapi
miaka mingapi utazaa. Ukikaza miaka 10 hueleweki hapa ndani hakuna watoto, utamwona anaanza kufanya hivi, yani anakushangaa. Nikaambia utasikia kutoka kwenye roho, utasikia of course Mungu ni kweli, lakini kwa hili hapana, kwa hili hapana, hapana, kwa nijaribu tena pembeni. Nikisema hakuna kiroho hapo. Kiroho kinafanya kazi sasa, neno la Bwana lazima kitu kizae, kama hakizai kiroho kinapotea. Nikawapa na Mungu tahadhari kwamba tunao watumishi kadhaa ambao kiroho walikipoteza. Wakasema kweli baba. Nikaambia nyinyi mnaruhusiwa muache kuomba mkale, lakini mimi nawapanga laini. Nyinyi mnahitaji mtoto, mahitaji mengine achana nayo. Nyinyi mnahitaji mtoto, mkingangana kwenye mahitaji mengine nyinyi hamna miji. Kapanga grupu la maskini. Nikawapiga andiko na wenyewe grupu la maskini. Nikaambia maskini wote mlioko hapa, hata kama mna hekima ya kuliokoa taifa, andiko linasema ila hekima yenu haitasikilizwa, taifa liko tayari kuangamia. Na nikaambia nyinyi hata mkiniletea mimi mchuji ufunuo na utupa, hata kama ni wakurudi kwa Yesu, ila kwa hali mlionayo Biblia inakataa kusikiliza ufunuo kwa mtu ambaye ni maskini na mjinga wanajumlishwa pamoja. Nikaambia nyinyi hamhitaji kuomba jambo lingine, muombe hii roho itoke kwanza. Kwa sababu nyinyi kila siku mtadharauliwa, kuanzia hapa kanisani. Mchungaji mimi nitawadharau, kanisa nitawadharau, nyumbani watawadharau, watoto wadharau, yani kila eneo watawadharau. Ili mtoke hapo. Tukimaliza siku 70 umaskini haujawaachia, ungamia. Usiombe kwa mkumbo, ila mimi nakusaidia kama kiongozi kwamba ukidumu kwenye hali hii kuna mahali tutatumbukia pabaya, mbingu utaikosa. Tuko kwenye uamsho, Bwana asifiwe. Nikamwambia uamsho ni kurudisha, tunaondoa mabaya, tunarudisha kweli ya Kristo, tunakaa, tuna relax, tuna enjoy, ni kunena kwa lugha na vitu vyetu tuvipate. Sema amina. Wakasema inawezekana ni kweli. Nikaambia wanafunzi, nikawatenga wanafunzi pembeni, nyinyi mnaferi kila wakati, lakini mnaandika mara uniform mara viatu. Nikaambia sasa hivi na nyinyi wazazi msinunue viatu vya mtu hapa. Kama mtu anaferi na yuko hapa na ameokoka na haombi kubadilika mfahamu, hana maana. Tusimamie neno. Niamba sasa jamani, tunaingia kuomba. Tarehe fulani kila mtu apange jambo lake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nilielewa kwamba kuna mahali inawezekana hatujaelewa na kuna mahali watu hawajahama. Kwenye collab hiyo nilikuwa na grupu moja la wale ambao hawaolewi. Wana miaka 30, wadada wa miaka 30, 35, 38, 40 yuko pale. Wadada hao wanaomba mahitaji mengi, mara mitaji. Nikaambia nyinyi kusema ukweli, mkibaki hivi bila kuolewa, na nyinyi Yesu anasema mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Nyinyi ni watumwa, nyinyi hamjawekwa huru, nyinyi wote watumwa. Cha kushughulikia nyinyi ni kuolewa, msiombe hitaji lingine. Nikamwambia unaombea eti mamangu mdogo Mungu akumponye. Mamangu mwacha afya. Yesu anasema kila mtu abebe msalaba wake. Sasa huwezi kumwombea mama yako apone wakati unajua kabisa una janga ambalo ni zaidi ya mgonjwa. Mamangu yeye miaka mingapi? 70. Unamwambia apone aende wapi? Apone aende wapi? Huyo malizana na bwana wake na wewe malizana na bwana wako. Wewe una 30 hamna dalili ya mchumba. Nikamwambia usipokaza hapa utoboi. Niliwasha moto, nikaipiga hilo andiko, nikawasha moto. Nikaambia mimi kama mchungaji, mimi jamani na mimi nijisemee hapa. Sikuacha mtu. Tuliamua kuzalilishana pale. Unajifika sehemu tuzalilishane kanisani. Nikazalilisha kwanza familia yangu, nikajizalilisha na mimi. Kwa mujibu wa neno kasema, anasema tuweze kuwa huru kweli kweli. Nikaambia mimi mchungaji kukaa kule mabondeni, mafuriko kila mwaka, yani mimi mafuriko kila mwaka. Lazima magodoro ya loe, lazima maji yaingie ndani chura kila mwaka. Sasa nikasema ina maana mimi ni mtumwa. Wewe mwaka huu inaingia mpaka miaka 20 upo tu hapo. Wewe una akili? Wewe siko na mimi niko na matatizo.
Nikasema jamani, mimi wenzenu kuna utumwa sehemu ninao, sio kwamba sina, na mimi kuna sehemu ni mtumwa. Kwa sababu nisipoelewa hapa, Mungu hafanyi. Kwa taarifa yenu, jambo lolote ambalo wewe ni mtumwa, usipofahamu kwamba wewe hapo ni mtumwa, hapo Mungu haingilii kati. Haingilii, anajua umeridhika na anakuacha hivyo hivyo na mateso yako mpaka kufa. Yaani ndio maana Lazaro alikufa akiwa maskini. Sio kwamba Mungu alikuwa anashindwa kumtoa, maana ni mcha Mungu, ila ameridhika na nini? Na umaskini. Mungu aingilie kwa sababu gani? Asubuhi anaenda kula makombo ya mtu, mchana anaenda kula makombo ya mtu. Sasa anakudhalilisha. Kwa kuwa hajielewi, abaki na ujinga wake. Kwa hiyo tukafumua na pale kila mtu akajua mahali alipo, sio pake. Sasa nikawaambia wakati tunaomba, hakikisha hakuna lisiwezekana. Jioni leo nataka kushika neno moja tu, hakuna lisiwezekana kwa Bwana. Lakini kwa nini hakuna lisiwezekana? Kwamba hapo ulipo unahusiwa kuondoa utumwa, hata kama kwa akili unaona hauwezekani kuondoka, lakini wewe neno la msingi kwamba hakuna lisiwezekana kwa nani? Kwa Mungu. Ili uweze kuwa huru, kwa sababu unapokaa kama hujaridhika, huo ni utumwa. Lazima ung'oke, na yote yanawezekana. Hakuna kitu ambacho haking'oke, hakunaga hiyo. Tupana kwenye magrupu namna hiyo, nikawasaliti mpaka wanangu. Nikaambia wanangu wote, ninajua nyinyi wote hamjaokoka, ni wapagani. Nyinyi msipoomba kwa swala la wokovu na swala la elimu, jehanamu ipo. Mnaenda asubuhi, hamna mjadala. Siwezi kuwa na mtoto wa miaka 22, 23 bado natoa macho tunataka nikuombee. Mimi ni Bikira Maria. Kwa hiyo tukasambana pale. Sasa wakati na wasambaza pale, leo ni kama Jumapili, Jumatano tunaanza maombi. Unakaa kwenye position yako. Asifiwe Mwokozi Yesu. Watu wakaelewa kwamba hapa kweli hata mtuene yeye amezalilika, na yeye mwenyewe amesema amezalilika. Kunana amebaki. Mimi mwenyewe nimejisemea pale kwamba nina matatizo ya akili kichwani. Kwa sababu mafuriko, hata ndugu zangu wanajua hawa. Mafuriko, na sio mafuriko, maji yako humu. Na unashtuka usiku wa manane, unashtua mguu, unaogelea. Makabati yote yameloa. Yana katika tu, yanakatika ovyo ovyo. Tu unadeki unatoa, unarudi pale pale. Si wenu wa jangwani. Wewe unafikiri wa jangwani wana tatizo gani? Wana tatizo la hapa. Hawana sehemu nyingine, hamna kiroho pale. Tatizo liko hapa, sema amina. Na Roho Mtakatifu hawezi kumtumia mtu mjinga aliyepitiliza, hamtumii kabisa. Kwa hiyo wakati mhubiri anahubiri pale, nikamwambia kuna mahali ukigusa kwamba kuna mahali tuondoe ujinga. Unajua Roho Mtakatifu anashinda kuwajaza watu kwa sababu ujinga ni mwingi na Roho Mtakatifu ni msomi. Sasa naona aje kufanya nini? Bora mtu mmoja kaavia akanichekesha, yani kabidi cheke kwa sauti, akasema huyo hapo, huyo mlige roba tupa nje. Huyo ni mwongo, sio unabii, kabla tupa nje. Ikabidi nikataka kumvunja mbavu. Akasema unabii wapi huo? Kwa nini? Kwa nini ifike hapo? Maana yake kuna mahali hatujaondoa ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Tumeridhika kwamba kwa kuwa tumeokoka, Yesu ni Bwana, kila mtu amekaa kwenye position yake, kwa sana kula na kunywa, maisha yaendelee, hamna shida, ni amani. Kwa hiyo wokovu mkubwa tumeuwekeza kwenye hali ya kuja kwenye ibada Jumatano, Ijumaa, Jumapili, na tutoe sadaka na zaka. Na zaka kwa sababu sasa wokovu wetu ni wa mtiririko wa kawaida na mahitaji ni mengi, basi inabidi ulipe zaka kwa muktadha wa chula. Ukilipa kila mwezi, kuna hatari ya mahitaji yako kuendelea kurundikana na marejesho kwa kwama. Kwa lazima ulipe sasa, kwa sababu kiroho chako kiko level ya kawaida. Lazima ulipe. Maana kiroho kisichotatua matatizo, kiroho hicho kitaanza kumuibia Bwana. Kiroho hicho kitaanza kuhama utaratibu. Kwa lazima ulipe kama chura. Yaani mwezi huu mambo ni mengi. Mfano wa 7, watoto wanafungua shule tarehe ngapi? 6. Asifiwe Mwokozi. Tutalipa mwezi wa 8. Mwezi huu habla zaka. Hapa katikati kuna shida hapa. Inabidi uishi kama chura. Kwa sababu unaangalia kwanza majukumu ndio ulipe. Bwana asifiwe. Tutafika? Kuna roho atashuka tena hapa. Ndio maana vitu vimejishindilia. Nilipofungulia ufahamu mwaka huu, nilipofungulia ufahamu wangu 2026, katika miaka tangu nazaliwa, sitaisahau 2026. Kwangu ni ajabu na miujiza ya hatari. Na kanisa litakali sahau milele. Na sasa najipanga leo tumeanza maombi tarehe 1, huu mwezi wa ukamilifu.
mwezi wa saba lazima uwe mwezi wa ukamilifu. Kwa hiyo mwezi wa ukamilifu sisi hatuwezi kula, kwa sababu huu mwezi wa ukamilifu mzee, mambo yote sasa tuyapige kikamilifu. Kwa hiyo leo usiku wa manane nimeroga mpaka mwisho, nikawaamsha watu wote washirika wote kwenye group online, nikaambia ni mwezi wa ukamilifu, hakuna mtu kula, tunaloga mwanzo mwisho. Wako wanaloga sasa, kwa sababu shairi wa kipigo cha juzi na anabaki nyuma. Sasa hivi kifika kanisani utakuwa 400 au 500. Bwana asifiwe. Yaani baada za katikati Jumatano mimi hapa nafikisha 400 au 500. Yaani ni kuvuruga tu. Tunavurugana mpaka mwenyewe unajiona mwenyewe kabisa wewe mwehu. Asifiwe Mwokozi Yesu. Tukaamsha pale wote kuomba. Yaani kila siku nikasema mimi mchungaji natoa tu sadaka jioni, kwa sababu najua mna hasira. Nitaweka uji, msie mkafa. Mimi nitapika uji, wote mnywe uji. Ila najua mna hasira, msie mkafia hapo. Watu wanakuja 400, 500 kila siku. 400, 500 wako pale. 400, 500. Na kuomba, yani kila mtu anakuwa mwehu, amwangalie wenzake. Watu wamevurugwa. Kwa nini? Kuna ujinga nimewatikisa, wameuona kabisa. Ujinga huu hapa, na kwamba kumbe unawezekana kutoka. Nikasema hivi, na mimi nikapa mwishoni, mimi nikaweka na kiapo, nikasaini sahihi ya chuma ile. Nikasaini mwishoni. Nikasema Mungu, nimezungumzia madhabahuni, aibu ni ya kwako. Ikiwa watu hawa wote dhambi wameacha, nikawathibitishia kwanza pale pale walipo. Dhambi wameacha na wanakupenda hawa watoto, na kweli wamemaanisha kuwa na wewe. Ikiwa watu hawa wako hapa na wakafunga maombi ya siku hizo 49 za kwanza na wasipokee, mimi na haja kujihuzuru. Nitakuwa siaminiki kwako, nitaendelea kuwa mwongo madhabahuni. Kwa hiyo mimi nitajihuzuru kuwa mshirika, atapanda mwingine mbele yao. Sasa nikaipiga hiyo. Bwana asifiwe. Nikapaja miko ni dhambi. Miko ni dhambi. Kwa hiyo kama ulichanganya mafai, tuanze sala toba kwanza. Tukaipiga ili tupate level. Lesho ikae sawa. Nikaweka level ile, tukaweka sawa. Jamani, kila mtu atubu vya ukweli, na unatubu kivyako vyako, alafu tubu, usimwangalie mtu. Hapa hafukuzwi mtu, hata kama ulitoa mimba 7, wewe sema zote kwa sauti. Kuomba kwa bwana hakuna. Niambia tubu kwa sauti kila mtu. Na mimi nakuwa nasikia, na mimi nakuacha. Na hamna mtu akufukuza hapa. Leo Mungu anataka kusikia toba kwa sauti. Sababu kuna watu wajanja sana. Mnaenda upeludi pale. Tunaomba Bwana Yesu. Hakuna cha Bwana Yesu. Nikawapiga andiko bila sema usikike. Nikamwambia Mungu hasikii, wenye dhambi Mungu hawasikii. Mnampepera Yesu, mnaongea kwa hekima. Yaani unaweka hekima kwenye dhambi zako. Eti Bwana Yesu, nilisini. Nikamwambia hakuna. Leo kila mtu aseme kwa sauti, nilitoa mimba 7, unalopoka. Leo ndio siku ambayo Bwana amesema atawasamehe. Ile nikaje na ufunuo mpya, kama leo mkiropoka dhambi zote mnasamehewa. Usiporopoka hapa nakwambia ngomba usamehewe. Watu wakahama kii. Haleluya. Baba, nilizidi mapili. Yaani nikapenda, na usimsikilize mtu wala usimwangalie. Ngomba tunaibaliza juu kwa juu. Nani baki nyuma? Kila mtu anataka kuolewa, kila mtu anataka kuoa, na mwingine anataka kuzaa. Nani anabaki nyuma? Na mwingine anataka kazi. Nikaambia dhambi najua mnazo nyingi hapa, mpaka mzee ameamua waache mfe. Sasa hatuwezi kuongea utumwa huu tukauondoa kizembe. Yaani wewe unajua umehukumu mtu ambao umehukumiwa, unataka kumbembeleza tena Yesu. Yaani utubu kwa mapozi, utubu kwa kulinda status. Bwana Yesu, of course. Nikamwambia hiyo tobo hiyo. Mwizi wa zaka asema kwa sauti. Tuliamsha maombi ya toba. Hiyo toba tangu kuzalia ndio niliona hapo. Tulitoka hapa kila mtu anamheshimu wenzake, kwa sababu huyu akiropoka bana, wakati mmekaa si mnajuana hapa alikuwa nani. Anaporopoka huyu, yani mmoja hapo unasema za kwangu ni ndogo, unabidi uongeze sauti. Sasa yeye akwambia nitoa mimba 7, Yesu nisamee. Wewe huku uliiba tu zaka, si ubidi uropoke sauti. Yesu ni mwizi wa zaka, leo nimeamua kuacha. Asifiwe Mwokozi Yesu. Nikasema kumbe inawezekana. Ndugu zangu, kwa nini nawafundisha haya? Mimi napenda kufundisha kitu ambacho nimefaulu. Na washika nimewaambia, kile ambacho sijafaulu sifundishi kabisa. Huwa niko tayari kufundisha somo moja miezi 6. Na wameshanielewa. Sasa nifundisha ambalo silijui, si nitakuwa nabii wa uongo.
Kwa nabii wa uongo ni nani? Si yule anayefundisha kitu ambacho yeye mwenyewe hakijui. Yesu alisema hivi, nyinyi Mafarisayo mwache, mnawatisha tu mizigo mizito ambayo nyinyi wenyewe hambebi. Kwa hiyo mimi sifundishi kitu ambacho sikijui, hicho sikifundishi. Na nitarudia hicho ninachokijua hapa watu waelewe. Hata mwanafunzi leo ukifundisha si kesho tunarudia tena kama hajaelewa. Si unasema kwanza sisi tangu tumeanza jana si tumerudia. Sio mzungu anaturudisha pale pale. Mpaka wengine wanaanza kasikia kuchoka. Lakini anataka tuelewe. Hana maana nyingine ya kutuchosha. Anataka tuelewe. Tukielewa najua tutakuwa wanafunzi bora kuliko yeye. Jina la Bwana libarikiwe. Nikaamsha hapo. Tunatafuta nini hapo? Tunatafuta moja, hakuna siowezekana. Tuone ni kweli. Nikamwambia tunatafuta hapo kwa kuona. Nikamwambia marufuku kuleta ndoto, ushuhuda wa ndoto siutaki. Eti Bwana asifiwe, niliota kabisa Mungu amenitokea. Nikamwambia hiyo sitaki, huo ushuhuda hapo utafukuzwa. Nataka ushuhuda ambao nimeshakamata kitu kwamba jamani nimempata mchumba huyu hapa. Tuletee hapa madhabahuni. Huyu amemkamata. Kwamba kwenye maombi haya mchumba huyu hapa. Hiyo ndio ushuhuda. Sio kwenye ndoto. Ndoto nilifuta pale kanisani. Nina nyumba nipeleke kabisa nikapige picha nilete kwa washirika wazione. Nina mimba, simama hapa. Tunapima, naenda mimi mchungaji na wazee, tunapima mimba imeingia kweli. Weka hapa. Nikamwambia Mungu wa historia hayupo. Na nawaeleza jioni ya leo, Mungu wa historia hatunaga. Na ukimlazimisha Mungu wa historia hata kaa aje. Hatuna Mungu wa historia. Tuna Mungu mbashara. Mungu mbashara. Mungu wa kweli anayefanya vitu haya kweli yote. Shida ni kuondoa utumwa tuwe huru. Sema amina. Tulipoitandika ile ngoma. Sasa unajua kuna toba ambazo hao washirika, askofu wangu, hao washirika wana mambo. Wakati natubu pale, mtu anasema hivi, nilala na mama yangu. Sasa unaona hiyo, ungeijua wapi hiyo? Ungeijua wapi wewe? Ungeijua wapi? Ungeijua wapi hiyo? Ndio toba hiyo sasa inatembea. Mwisho kwani nilala na babu yangu. Yesu wewe mbinguni nisamehe. Lakini nilikuwa amelifundika anataka kuwa huru. Alafu huko anajua kabisa alipo bale babu alimwambia kwamba ukiolewa mwanangu kwenye ukoo wetu taachika sheria kwa kuwa umekuwa sasa msichana na hujawahi kukutana na mwanamume mwingine unataka kulala na mimi babu kwanza. Hutakaa uachike milele. Hata mwanamume awe mkorofi namna gani, hutakaa uachike. Utaisema hiyo? Na wauliza, umeokoka sasa utaisema? Tutaifumukia wapi hiyo? Si lazima tuilete hapa. Kuna siri kwa washirika balaa duniani. Nikasema kila mtu alopokea ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yakapigwa. Sasa kwa kuwa tumefanya ile jambo kwa toba iliyomaanisha ile siku ya pili yake mmoja kajibiwa. Siku ya pili yake tu ambaye amesumbua miaka 5. Yaani nafasi ya kazi miaka 5 anaikosa. Siku ya pili yake akajibiwa. Balaa akapangiwa kituo cha kazi. Hakuna maelezo. Amekaa miaka, mtu ana degree zake 2 unakaa nyumbani miaka 5. Hata private hawataki kumpa. Yule akajibiwa. Si tukisema ukijibiwa lazima uje ripoti hapa. Tusome na barua. Nikasoma. Si nimetikisa umeme. Waliobakia, kama ulibakiza dhambi, urudi tubu hadharani vile vile tulipofanya. Na anabaki nyuma. Ndio nikagundua tumetunza utumwa mwingi sana kanisani. Sio kwamba Yesu anashindwa kufanya. Yaani kila mtu ameamua kutengeneza mazingira fulani ya kuheshimika. Asionekane ni mtata au mbaya. Nikamwambia wanangu, maisha ni ya mtu binafsi, sio ya nzengo. Maisha ni yako. Ulizini wewe, mbinguni unaenda wewe, moto unaenda wewe. Mambo ya kusema watanionaje wakina nani? Nani anakuja na mtu hapa? Kila mtu anakuja peke yake. Weka wazi mambo yaeleweke. Ngoma imepigwa, unajua hiki kimetokea. Nikasema yani hapa ni kupiga aliyezuia chako, piga ua. Awe ni baba, awe ni mama, awe ni mjomba. Yani kwa kuwa tumetubu vya ukweli, tunavikomandi vitu kwa siku 21 viletwe. Visipoingia siku 21 tunapiga. Kuna mtu hapo. Hatuwezi kupiga toba namna ile, alafu tuvikomandi siku 21 viingie, vigome. Vikigoma tunapiga. Kuna mtu hapo. Na nikamwambia ukitokea msiba ukisikia baba amekufa hamna kwenda. Uje ni huyo alikuwa anazuia. Tupo.
Tukaamsha. Misibe kae inaingia, nikamwambia wewe usiku kwenda, wewe ni huyu alikuwa anazuia. Na asipoenda kesho yake anashangaa ya kwake imetoka. Mmoja tulipiga piga. Baba akasikia amelala mauti. Kesho yake nikamwambia uruhusiwi kwenda. Kesho yake tu anapigiwa simu. Anatakiwa Ikulu Dodoma kufanya kazi. Yeye amepangiwa Ushetu, ana miaka 4 Ushetu. Ushetu namkujua nyinyi, hamkujui Ushetu. Ndani vijijini huko hakuna choo. Alafu yeye tangu amemaliza anatakiwa kufanya kazi Ikulu. Sikia muziki huu. Kwa kuwa na kadhambi kadogo amekaficha hapa, kadhambi kamempeleka Ushetu, sehemu ambayo ina choo. Afisa unapelekwa sehemu ambayo ina choo. Lakini mbingu ilikuandikia baada ya masomo ukakae wapi? Ikulu. Tumejipotezea sana si walokole. Na waeleza walokole ni usoni, lakini ndani wana mambo mazito. Nikamwambia mwanangu, je, tusingefanya haya? Akasema baba, hapa kweli. Kumbe yote yanawezekana. Nikamwambia yanawezekana. Kuna unyambi sio, yanawezekana. Kwa hiyo mimi nikumsainia barua tu. Hapo maombi yana siku 7 tu, saini barua tu. Hamna mjadala huyu wa Ikulu. Ushetu aliyeko Ikulu wa Ushetu. Yaani aliyeko kule ni mwingine. Katumia password ya mtu. Mlikuwa na sota na njaa huku, alafu mtu amekalia kiti chake. Nikamwambia inua kiti huyo, angusha. Utawaambia tu asiendelee kuomba? Utaambia kuna mambo inashindikana? Hapana, kuna utumwa bado uko ndani ya mioyo ya watu. Ndio Yesu anawaambia hapa. Msiseme kwamba baba wenu Ibrahimu. Nyinyi nasema hivi, mkiendelea kukaza dhambi yenu ile ya sirini. Yesu aliona dhambi ya sirini itawaua. Na mimi naona itawaua. Ichomoeni hiyo. Vijana mimi na miaka zaidi ya 5 wanatazamana kama kaka na dada. Kama sio 5 basi 7. Mimi kanisani kwangu sifungishi ndoa. Yaani paka tukaleta somo la ndoa. Kana vijana kama bundi hivi. Wa kiume ni wakubwa, wa kike ni wakubwa. Yaani wa kiume mpaka wa miaka 38 mpaka 40 wa kiume wapo. Anafanya hivi. Wakipishana, za leo dada, amina. Kwa na ukungu fulani, yani wanaonana kama kaka na dada. Tukakana vijana wa kiume, shida ni nini? Nasema hamna, tutaoa tu mzee. Hamna shida mzee, tutaoa. Wadada shida ni wewe unajua utaolewa, mchungaji tutaolewa. Yaani kama bado muda. Kumbe kuna hila kwa dhambi ya sirini. Tulipoingoa dhambi ya sirini. Kuna dhambi ya sirini inaitwa dhambi ya sirini. Huko ndio kwenye nyeti yote, ndio kwenye maisha ya walokole yako huko. Ukitoka huko hela zipo. Tulichomoa hiyo. Yaani mwaka huu mimi nafungisha ndoa mpaka nitakoma. Yaani ndoa zilizoandikwa sahihi mezani, nilizozitoa kwanza 2 nimeshazitoa. Maombi tumemaliza mwezi wa 4. 2 nimeshazitoa. Kesho kuna nasainisha nyingine tarehe 5, Jumapili ipo nyingine. Jumamosi inayofuata tarehe 12 ipo nyingine. Tarehe 26 ipo nyingine. Mwezi mmoja itakuwa 3. Ni vurugu. Yaani dada yule ambao anamwita dada ameshamchumbia, huyo kwa mtu ananana ameshamchumbia. Vurugu, wanagombana. Sasa hivi ni mwendo wa kuchumbiana. Watu ni wale. Wameokoka lakini watumwa. Sasa tunapomtaka Roho Mtakatifu abadilishe mfumo wa maisha yetu, lazima tukubali kuondoa utumwa ulioko chini tuutoe. Asifiwe Mwokozi Yesu. Yaani maana kama kwenye kuomba sisi ni waombaji walokole jamani. Kuliko maelezo. Kwenye kuomba si hiyo namba nyingine. Namba nyingine hiyo. Tunachotaka ni kuwa huru, lakini uombaji sisi tunaomba sana. Tukapiga kweli kweli. Tukapiga kila mtu akakaza. Tunatafuta uhuru. Ambao hawana nyumba pata nyumba. Wafanyakazi wa serikalini kwanza nimetoa kabia wote. Wenye degree wote wamepata kazi. Na nikawaamuru mshahara wa kwanza, nikapanga madhabahu. Mshahara wa kwanza wote ni amri. Mnaleta kwa baba mchungaji mmoja kwa online kwenye simu yake au kwenye account. Nikapa account pale. Mwezi huu mwaka huu nimepata hela mwenzenu. Sio mchezo. Usione vielea vimeundwa, sio uongo. Mwaka huu hakuna mwaka nimemiliki hela kama mwaka huu. Nyingi. Sasa si wote wamejibiwa. Hela mtakupeleke wapi? Sio kwenye kapu cha sadaka, unaelewa. Kwa mwalimu kama ilivyoandikwa, mshirikishe mema nani? Mwalimu.
Nikamwambia account number hii hapa, namba ya M-Pesa hii hapa. Hamna maelezo. Zikiingia wewe ni ku-update faulisha zote. Usiache hata 10. Wakisema kuna makato, tafuta pembeni, kopa kwa baba yako, jazia na makato. Na naacha. Na kazi umepata. Asifiwe Mwokozi Yesu. Nikasema kumbe Mungu ni mzuri, ila kuna mahali tulikuwa tujaelewa. Nikasema ukitaka kadri ujinga unavyozidi kuondoka, ndivyo mtu anazidi kuwa mzuri na ndivyo mtu anazidi kufanikiwa. Kadri ujinga unavyozidi kuondoka, mtu anazidi kuwa mzuri na mambo mabaya yanaondoka. Sasa ukumbuke na mimi mwenyewe kwenye ahadi nipo. Yaani kwenye matatizo na mimi nimo. Sio kwamba hasipo. Yaani wakati na wenzangu wanaomba na mimi nina jambo pale. Na mke wangu nikamwambia yeye weke la kwake. Nasema wanandoa, hakuna cha wanandoa hapa. Kwenye matatizo kila mtu ana roho yake. Akaze kimpango wake. Bwana asifiwe. Kwa kweli Mungu akafanya, ndio nikaelewa kwamba hakuna lisilowezekana. Yaani sasa hivi ukisema sasa hivi washirika nikiwaambia tuombe jambo zito la namna gani watakubali. Na wanaamini inawezekana. Kwa hiyo sasa hivi namalizia tu wa kuozesha watoto, yani mimba. Sasa hivi kiweka kanisani kwangu wenye mimba unakuna cheka tu. Sina mama kunisumbua. Watu wamebeba mimba, wameelewa kwamba kumbe vinawezekana. Lakini mahali niliwapatia, mahali ambao Roho Mtakatifu alinisaidia ni pale ambapo wana dhambi asilini. Yaani sio kwamba huku juu, huku juu tunafundisha vizuri kabisa. Wao wana vitu. Mtu shatoa mimba 7 na hujasema. Hiyo dhambi amesamehe nani? Sheria kutoa dhambi mimba moja umesema mimi sitaki kuzaa, ndio sheria inasema. Kwa hiyo Mungu Roho umesema nisitaki nini? Sitaki watoto. Tuko sawa? Wewe umelala na babu kabla hujaolewa. Kuna kuendelea ndoa kweli hapo? Ndio itaendelea? Si inaeleweka kabisa una ndoa nyingine. Wewe umelala na baba mkubwa. Umelala na kaka. Kuna ndoa tena huko? Kwa hiyo nikagundua ikawa rahisi matatizo ya ndoa zote tukazishughulikia papa. Maana stoba ulishafanya. Watu walikuwa wanapatana tu. Yaani una moja kama 5 hivi. Yaani wanaume walishakimbia. Unajua wamerudi wenyewe kama wamerogwa. Wamerudi kwenye miji yao wanasema mimi baba aishe, mke wangu nisamee, sasa tutaishi pamoja sasa. Na mimi nikamwambia akifika tu mlete kanisani. Hakuna kukutana mpaka mlete kanisani. Niweke sawa. Na hiyo napiga toba ya pamoja sasa hapa. Namaliza. Kwa wakati mmoja nimekuja nimeponya ndoa, nimeponya uchumi, nimeponya afya za watu. Mtu ameumwa miaka 17, nimekuta mtu anaumwa miaka 17. Niambia utaombewa miaka 17 ya nini na wewe umeokoka kila siku tukuombee miaka 17? Wewe sema ukweli ulichofanyaga. Yaani hii dunia ina mambo baba mchungaji, wachungaji wenzangu mko hapa. Ina mambo. Yaani mshirika amekaa kanisani akafika level ya shemasi. Akaugua mpaka akahamishiwa akapelekwa kwa mchungaji nyumbani kwake Moshi, akatolewa Kahama akapelekwa Moshi miaka 5. Hakupona. Mchungaji anamuombea kila siku miaka 5 hakupona. Akatolewa akapelekwa sehemu nyingine kwa mchungaji mwingine miaka 5 hakupona. Akatolewa akapelekwa kwa mchungaji mwingine miaka 5 hakupona. Akatolewa akapelekwa kwa mchungaji mwingine miaka 5 hakupona. Ametolewa juzi, mimi juzi nimemtoa kwa mchungaji mwenzangu ana miaka mingapi? 2. Ukoo ndugu walisema wamesalenda, wamewaachia wachungaji. Hawezi kumwambia mtu wa namna hiyo. Amefika nikamwambia wewe usituletee matatizo. Miaka 17 umekaa kwa wachungaji, unakula na kunywa. Yaani unakula sadaka za mchungaji. Na hujai kupona? Hii si dalili ya kuambia wachungaji wana upako. Unajua washika wanasema wachungaji wana upako. Nyinyi mliokuja jioni ya leo mtapona vizuri sana. Bwana asifiwe sana. Ndio raha ya kuja kwenye ibada. Yule sio mgonjwa, ni mshenzi. Ni mshenzi. Biblia ikasema siombei mtu. Nimeshatoa mafafanuzi.
Nikamwambia wewe huwezi kukaa kwa miaka 17 unakula sadaka na uponage. Wewe una dhambi moja umeficha, tubu hadharani hapa. Mpaka mama shakimbia kuja kutubu dhambi yenyewe. Sasa akiwa ameokoka leo kwenda kwa mganga, wakaka mambo sasa kwa mganga, akatoa nafsi yake kwamba ili mambo yake yaende ilibidi nafsi ile ichukuliwe, si ndio? Kwa nafsi wakaizika. Walizika wapi? Kakora huko ndani kule, kakora wakaizika. Sasa ukizika nafsi ya mtu kisheria anaishi sio, kisheria anaishi sio, inaishi mauti badala ya mtu. Anajua, sio kama hajui mhusika, anajua anataka kumaliza makoa ya wachungaji. Aliposema yuko kanisani, mtamwona anacheza tu bila utaratibu. Yana aliposema tu nilisikaga nafsi kwa mganga, pepo zilimpeleka juu zikamrusha chini. Kwa nini umetoa siri? Maana inaitwa dhambi ya sirini. Hiyo inaitwa dhambi ya nini? Ya sirini. Yesu sema aonaye sirini nitawajaza. Aonaye wapi? Sirini. Zikampeleka juu. Kwa nini umetoa siri nzito namna hii hadharani? Unasikia pepo limesemaje? Kwa nini utoe siri nzito namna hii hadharani? Zikampeleka juu, zimshushe chini, zimpaswe, zimmalize. Akafika chini, alidunda tu kama mpira tu titi. Tunakuua. Hii siri huwezi kutoa. Tunakuua. Na mimi nikawaambia, mimi kifika ninapoombea pepo na vituko, nikamwambia pumbavu zenu. Nikazichukua na pumbavu zenu. Naomba leo mnyonge. Si ametoa siri Amesema alifanyaje? Alizika nafsi yake wapi? Kakola. Kaburi yake mnalo? Mlimpa nini? Tulimpa nguo nyeupe na nyekundu, si na nini? Nikamwambia muweni. Nikawachochea. Sasa ameshasema mtamuua, mtaweza? Mtaua, mtaweza? Si ameshasema hawezi kumwona. Nikamwambia muweni. Hatuwezi. Kama pumbavu. Sasa mimi unafanya. Nyinyi wajinga. Huyu chukueni haraka. Na nikajaribu kulifundisha kanisa hadharani. Nikamwambia simuona hiyo kweli. Ameisema, nimesema zimuue, zimekataa. Kwa nini? Kwa sababu amesema, hamna siri tena. Basi aishe, tunamwachia. Mgonjwa analeta la machela. Yaani Arusha alihamishwa la machela, akapoka wengine akahamishwa. Alitoka na kimbia hapo. Ni mbio wa kukimbiza kuku. Kuku anakimbiza kuku. Ana mtoto akawa amemzaa nyoka. Si yeye alishazikwa. Maana huko inaishi mwingine. Kuna binti amemzaa nyoka. Yaani kutoka hapa kushuka hivi magamba ya nyoka ile yote. Kwa hiyo yani na muondoko, yani akitembea lazima ile kinyoka lazima afanye hivi, yani kama anataka kufagia, yani kama anacheza na magamba anayo. Yakamwachia hapo. Ana mtoto ni kichaa. Ulikuwa amefunga nyororo kwenye dirisha, alivunja mlango wa geti alilingoa. Nimefungeni hapo mpaka tulie. Tunataka mtu mmoja. Zile za kwenda sema na huyu tunamwachia, njoo mtoe kamba. Yuko pale naimba sifa tu. Sasa hivi kijana wote ni wazima, yani hamna gharama. Anataka kunipasua kifua wote, ukichaa mwenye nyoka ujushi na mwenye maombi 17. Mchungaji unakoa kweli hapo? Si ndoa unakaa nao baada ya miaka 7. Si tuwahi kufa wachungaji kirahisi tu. Analinda status kwa sababu ni shemasi, hawezi kusema siri kama hiyo. Basi teseka sasa. Kuisha ni mzima. Anasema mkiwa ndani ya mwana ataweka nini? Huru. Maana bali wote waliompokea aliwapa uwezo wafanyike watoto wa nani? Wa Mungu. Tuwezi kumpokea Yesu tukabaki na mateso ya ukoo. Tuwezi kumpokea Yesu tukabaki na laana za ukoo. Tuwezi kumpokea Yesu tukabaki na umaskini wa ukoo. Haiwezekani hiyo. Hiyo haipo. Weka sifuri, hiyo haipo. Huo ni uongo. Ndugu zangu, amina. Shuhuda zake hazielezeki mpaka kufika kanisani mwenyewe. Zile za kushuhudia labda miaka 2. Na kueleza kabisa. Ila nilielewa jambo moja kwamba dhambi ya nini? Yaani watu hawajakubali kuwa huru. Wameamua kumpokea Yesu mdomoni, moyoni anakaa Muhammad. Na kueleza kwenye furuma hiyo, na kueleza kwenye furuma hiyo. Kuna mama wana siri sana. Wana watu kabisa watoto 4, 2 ni wa baba mwingine. 2 ndio wao kwako. Vipi hapo?
Kuna kupona hapo. Mama nao na mambo mazito. Wamama karibia 5. Watoto wanaokaa kwenye kaya. Mpaka baba anapata wasiwasi. Wewe lakini huyu bwana kwa wajomba. Hapana, masikio makubwa mno. We baba fulani we. Wako bwana. Wanabishia, yaani baba akifika akicheki hivi, anajisikia kama kichefu ni haiingii. Unajua kitu kama sio cha kwako, kinagoma. Siku ya toba ilieleweka. Wako ni wawili. Wanani wengine? Wengine ni wanani? Bili ingetu sawa. Na hamna mgogoro uliotokea, hakuna mgogoro. Nilikuwa napatisha tu sasa leo na hawa wote kwa bei ya jumla. Wote wako. Roho akiwa enzini, mambo yote sawa. Hakuna ndoa iliyovunjika hata moja. Maana tunataka kuwa huru. Tumekataa utumwa, kama kufunga na kwamba tunafunga, lakini hatuoni breakthrough. Tufanyeni nini sasa? Lazima turudi tuwe wa kweli. Sasa mtoto mmoja, mama mmoja amenichekesha. Yaani mtoto binti sasa wa kuolewa. Binti wa kuolewa, mrembo sana. Yaani binti yule mrembo, yaani kuto kuolewa ni kosa la kiufundi. Yaani kuna binti kimuona unajua hapa anakosa la kiufundi. Mama alizaa na babu. Yaani mtoto yule alizaa na babu. Baba kabambikwa. Tuko sawa? Babu ni mganga kienyeji. Usukumani huku hiyo biashara ni ya kawaida. Wasukuma wananielewa kwa hapo. Mwadela mamayo. Wanaelewa. Yaani Usukumani kulala na baba na mama na mjomba ni issue ya kawaida. Hiyo issue ni iko transparent kabisa. Nimeifahamu huko iko transparent kabisa. Ni nzima choi mko hapa leo mjue hii siri. Mkienda kule dada sio zaa wala usipatisha deliver uone. Msihangaike. Jambo jepesi la kawaida. Baba kashtukia waligombana. Wote wameokoka. Baba ameokoka, mama ameokoka. Wamezungukana ndani ya wokovu. Baba akasema lakini mama fulani, lakini mtoto utoe wa kweli. Akasema si unaona anafanana kwa wajomba? Upande wa baba yake wewe. Kwetu yani mama anatetea kweli. Kwao. Sasa hii siku hizi za kufanana zinasema sawa. Kwenye toba. Yaani tulijua vitu vya ajabu. Ikachoma mle ndani kuna babu aliyemzalisha, si mama amezaa na babu. Babu wa upande wa mama yake, yani mama huyo upande wa mama amezaa na babu ya mtoto. Halafu alipomzaa alipotoka wa kike, babu tena akamuoa tena huyo wa kike. Umeisoma ilivyokaa hiyo. Yani mama amezaa na babu. Tuko sawa? Mtoto aliyezaliwa si wa kike. Babu yule akawa bado yuko hai. Kakatoka kike kazuri. Akaoa tena. Tuelewe hiyo sasa hiyo ngoma. Unaifunguaje kwenye hali ya kawaida, unaifunguaje hiyo ngoma? Si utamwombea mpaka Yesu anarudi huyu? Hiyo mnyororo hiyo vifungo vyo jiji. Huyo sitamwombea mpaka Yesu anarudi? Unaipigaje? Mama ameweka msimamo. Mtoto ni wako. Umeelewa? Mama ameweka msimamo, yani habanduki. Na mama alishashinda kwenye jamii na ukoo, mama alishashinda mtoto ni wa huyu. Bibi baba kwa sababu imeokoka, anyenyekee chini ya mkono wa Bwana, awe mpole, akubali kufanyaje? Kulea. Amesoma mtoto mpaka chuo kikuu amemaliza, lakini mtoto ameolewa na babu. Bwana asifiwe. Tuko Usukumani kwenye injili ngumu. Ngoma imefumuliwa. Imekaa sawa. Yule binti ni mrembo. Ndani siku 21 vijana watatu wamekuja kutoa posa. Vijana wangapi? Yule binti. Babu ni mchawi balaa. Amekaa ndani amemuoa. Baba akasema kwenye hili nachomoka. Baba ametoka ndani tu sha. Binti huyo hata kusema kwamba ana mapepo ni muombaji kwanza kanisani nuksi. Kwa uombaji mikesha kujitegemea. 3 kavu 7 kavu. Hata ungekuja mimi usiku, Yesu angekuja ambia niandikie washirika executive VIP. Yule alikuwa yumo. La kueleza kabisa jina lake kwenye VIP yule namweka.
kwamba wa haraka wa kunyakua sasa hivi wa haraka unao wangapi? Anitoa Yesu usingizini, nilikuwa nampa majina mpaka yule, na angeshika nafasi kama ya 3 au ya 4 tu mapema sana, sio kwenye yani sio kwenye yeye kwenye 3 bora yumo, kwa sababu 3 bora ni mtu ambaye anafunga 7 kavu. Binti ukiona anafunga 7 kavu kwa jua hili na hali hii hivi, unajua 7 kavu sasa hivi ni historia hata kwa wachungaji. 7 ni mziki, yani yeye 7 3 hayo mambo ya mchezo, ila huku ana nini? Ana utumwa. Ila utumwa anataka upangue. Niwape siri. Huwa inakuwa hivi. Nilivyomuuliza akasema hivi, unajua baba, kuna mambo ni mazito huwezi kuyasema. Kwa hiyo ule utumwa alikuwa na upangua kwa nguvu ya maombi. Ndicho wanachotumia walokole. Yaani maombi, usione walokole waombaji sana. Kila kosa, kila dhambi uliyofanya huko chini, wanataka waitoe hilo tatizo kwa kutumia nini? Maombi. Maana walifundishwa maombi ndio kila kitu, sio toba. Ndio nakueleza. Ndio mchezo wake huko hapo. Yaani kila mtu tu alionalo anataka alinyanyue kwa nguvu ya maombi. Mimi nilikuwa na tatizo sugu, niwahi kuwashuhudia hapa, si ni kweli? Leo kujua kitandani, si niwashuhudia? Kwani nilitoa kwa nguvu ya maombi? Nilitoa kwa maelekezo. Nikaambia bonyeza 1 2 3 4 unatoka. Mimi vitu magumu sasa hivi situmii nguvu ya maombi. Tatizo linanisumbua mimi, najua hili sasa nguvu ya maombi. Hili kuna mahali mimi kuna breakdown ya kwangu, kuna mahali nimeikoroga. Hakuna issue nyingine nakueleza. Kwenye tatizo linalokuhusu wewe perfect, linakusumbua muda mrefu, hilo tatizo linasababishwa na wewe mwenyewe. Ni gumu kunielewa leo, ila baada ya miaka 10 utanielewa. Bwana asifiwe. Baada ya miaka 10 utanielewa, au kakaa utulie utanielewa. Nina binti aliyekorogwa na kijana akasema hivi, kama bwana uishivyo sitaka niolewe tena. Jamani, sio kufuri hiyo? Ombea na kuombeaga. Yaani hapo ilichomoka kwamba yule alisemaga kwamba yani tulipofanya ile toba, unajua Roho Mtakatifu alishuka, ndio kanisani kwangu sasa hivi kuna uamsho. Kuna uamsho kuna uamsho. Yaani kuna uamsho nimeuona. Yaani baada ya pale Roho akaanza anashuka, anasema tu yule pale alisema hataolewa. Ila yeye hajaye kusema, anapiga maombi ya kutubia hiyo dhambi. Hajaye kukiri tena kwa kinywa. Akakiri hapo, kweli amechumbiwa. Nikasema hii ni issue gani hizi? Maisha yanaona magumu, kumbe sio magumu. Kwa hiyo tukana gongo tu, wewe tatizo lako lilikuwa ni hivi, yule jamaa ni hivi. Yule alisema hivi, alifanya hivi. Yule alifanya hivi, alifanya hivi. Yaani kila kitu kinaonekana ni chepesi, lakini kila mtu amejiblock mwenyewe, kuna mama amejiblock mwenyewe. Tukijua kweli na ukweli tatuweka huru. Ili Roho Mtakatifu na uamsho wetu urudi, lazima wa kila Mkristo arudi kwenye nafasi, kuna mahali awe muwazi kabisa. Bwana asifiwe. Na kuna dhambi hazitubii huko ndani nyumbani uvunguni. Hapana, zinahitaji madhabahu. Uvunguni zile hutoi, si mshatubu sana. Zile huzitoi, zinahitaji madhabahu, yani urudi kwa msimamizi, kwa kuhani wa madhabahu. Na mimi nikatangaza kwamba natangaza msamaha, hakuna atakayefukuzwa na hakuna atakayetengwa na hakuna, tumeamua kutubu wote. Tunataka uamsho mpya. Watu walivyoona hivi, nani nabaki nyuma? Si utengwi. Unajaza tu roho. Hapa kama mepesi. Mimi sasa Bwana, nilipofika kukasirika kule kwangu, yani Mungu Bwana, kwa kweli yote yanawezekana. Alimpiga kibao mtu mmoja. Unajua hapa mjini kuna matajiri. Unajua hapa duniani kuna matajiri. Na ukisoma kwa mjibu wa neno la Bwana kwamba Mungu amesema nyinyi mtarithi baraka za nani? Za mataifa. Jamaa si anasema hivyo? Mataifa kwetu nini? Si wasio muamini Kristo. Mtakunywa na maziwa yao. Halafu Isaya 55 anaandika kwamba na mtanunua bila fedha. Mimi hakuna mwaka nimenunua bila fedha kama mwaka huu. Mwaka huu ndio niliandiko nimefaulu. Nimeweka tiki. Yaani sasa ukiniambia kununua bila hela sasa hivi naelewa. Nimeweka tiki. Ile andiko lile ni la kweli kabisa, kununua bila fedha liko sawa. Ila ukiwa mchanga, ukiwa kabla hujaondoa ujinga, haliko sawa. Huwezi kununua dukani bila hela. Ila ukiwa bado ujinga hujatoka. Ukitoka ujinga ile andiko liko sawa.
Ninapoongea hapa nimeshatoka majarubani kule kwenye maji mengi, nimerudi nchi kavu. Kwa siku 90, yani miezi mitatu. Sasa mambo mazuri lazima uwashirikishe wenzako kwamba wewe unafanyaje. Kuna mtu amekuja anasema bwana tukae chini, wewe umefanyaje? Nikamwambia wewe acha, tumwachie Roho Mtakatifu. Dhambi za sirili. Yaani mara watu wananiuliza wataka statement. Sasa kuna mambo hayana statement. Ninaelezeaje sasa? Yaani hata ukinieleza hata usiku wa mchana sina cha kueleza. Hata familia ndio mama mwenyewe hana cha kueleza. Ile yeye mwenyewe kanibana akasema lakini baba angalia usie ukajichoma pembeni, una sehemu umeamua kuingia mkopo mkubwa tukafungwa hapa ndani. Nikaambia hamna wa kufungwa. Ishi kwa amani. Siku 90 kimeshushwa kitu cha siku 90 ni saa cha miaka 5 kimejengwa. Ila siku 90 watu kufumba na kufumbua. Hata wachuoni si mmepita hapo. Yeye atakuwa amepita. Kwangu hujapita. Yaani nilivyoona mzee amenileta mpaka pale. Nikafika pale nikashusha mkono nikasema baba katika jina la Yesu, mtaa wote ni mali yangu kuanzia leo. Kwa sababu unajua kuna Mungu anafanya jambo. Yaani unajua Mungu, si unajua ujinga ule wa kwanza ulionitoka. Nilipoona limewezekana, unajua safari moja kuanzia nyingine. Yaani pale yani nikainuka nikasema kumbe sasa hivi ndio inabidi niongeze ubabe. Ubabe wa kwanza nikanunua mtaa. Yaani mtaa wote nikasema kwa jina la Yesu kuanzia leo mtaa wao wote ni wa kwangu. Nikakuta mtaa unamilikiwa na mtu. Mwenye nyumba ya kwanza ndio anamiliki ile mtaa. Nipotamka hilo neno kuna majani hatoi majani, yani majani ya pembeni hakwai. Mle anaweka ameweka dawa zake. Ya nyumba nzima imezungushwa na hirizi. Nyumba nzima imezungushwa na hirizi, nyumba yako. Nzuri tu, nzuri ya kisasa. Ile amezungushwa na hirizi yote. Hirizi ina miba. Unaweka hirizi na miba. Michengoma ile. Amekata na weka. Ikikauka, ikitaka kuoza na kata mipya, anazungusha tena. Sasa mimi kwa sababu nataka nisafishe ile barabara, nisafishe tu ile magari yapite, tulete vifaa, tuende na kazi. Alijaza nyuki watu pale kama nyuki. Uliza, mimi ndio mwenye mtaa. Huniwezi, nimesema hakuna majani ulioangoa rudisha. Yaani majani uliokuwa kidogo kwa sani poli yarudishwe. Huwezi kushindana na mimi kabisa, huwezi. Uliza. Wa mtaa wakasogea akasema mchungaji, wewe ni mchungaji nasikia. Acha huyu mama utajizalisha. Acha. Ni mtaa mzima tushaamua kunyamaza. Tushaamua kunyamaza. Alafu ukumbuke mimi naendelea na maombi. Title yangu hawajui password nilionayo. Kwamba dhambi za sirini hatuna. Dhambi za sirini hatuna. Yote yanawezekana kwa kila aminie. Nikamwambia mama, sogea ongea karibu. Ana mdomo yani, unajua mama, mama leo Uswahilini alafu mzima. Unajua mama kutawala mtaa sio mchezo. Ni mzima, maka meza majini. Nikaambia sogea karibu. Nikaambia wajumbe msogee karibu. Sasa ni asubuhi. Tusigombane asubuhi. Nikamwambia mama una mme? Swali gani hilo anauliza? Ndio nauliza una mme? Ni naye, unasemaje? Nikaambia mimi umesema kweli wewe ni mmiliki wa mtaa mzima, hakuna kugusa, mimi nakubaliana na wewe. Lakini bahati mbaya na sitika kusema leo amekuja mwenye mtaa. Nzengo na sungusungu si wako pale, mama amepiga kelele, ana sungusungu, ameleta watu wa ardhi, yani anadhibiti mpaka kujenga, sema nimezidisha sio mita, nimezidisha sio hatua. Yani palikuwa vurugu, yani anajina halmashauri wanamjua balaa. Wote amewaleta pale. Nikaambia nasikitika kusema kwamba sasa mmiliki na mtaala wa mtaa ndio amekuja. Ila ulitakiwa kwamba usingeongelea hadharani. Sasa kwa kuwa umeongelea hadharani, na mimi naomba niongelee hadharani. Jamani wajumbe, niongee nisiongee? Ongea. Washamchoka kabisa. Nasema ongea. Nikaambia, mmesema niongee kweli? Nikaambia mama, nyasi na parua zote nasafisha barabara. Nachoomba kuanzia leo, mwenyekiti uko hapa, mkuu wa sungusungu, kamati ya ulinzi, wazee wa Nzengo mko hapa.
ardhi wako hapa, itifaki imezingatiwa, serikali yote iko hapa, barabara hii kuanzia leo ni mali yangu, itaandikwa kwa jina langu, Mteule wa Jehova Road. Mama, watoto wako najua bado wadogo, bado wewe ni umri wako ni mdogo, the same umri wako unaweza kulingana na mimi. Mambo mawili, kama nataka kubaki kuendelea kuishi, kamdomo katulie. Kama nataka kuondoka, lipinge hili sasa, maana saa imefika, wamwabudu wa Bwana watamwabudu katika roho na kweli. Kaulizie kwanza the history from Mteule wa Jehova, the history, ndio uelewe kwamba historia huyu nayeongea naye ni nani. Siwezi kujieleza hapa, ila nimesema mbele ya serikali kwamba kuanzia barabara hiyo ya kwangu na majani haya na parua, mama akipinga kuanzia sasa ni mbinguni. Nakupa 7 days. Napiga sahihi kwenye, niliandika ni saini hewani, niambia na saini hewani. Siku 7 wewe nakupa. Siwezi kushindana na mwanamke mimi, mwanaume shida mwanamke, na Yesu ni naye. Wewe koma mara moja. Hajawahi kuambia hilo neno sasa. Nikamwambia we koma mara moja, siku 7 kaburi na kufungia kwenye kaburi. Ile neno silitoka katika roho. Mimi kwenye maombi ya siku 49 alishtuka akatulia. Ambasha kifu. Namuita mume wangu, kamuita mume wake. Kumuita mwanamume ni Mnyakyusa. Nikamwambia ananifahamu. Yeye bahati nzuri ananifahamu. Ananifahamu kwa historia. Akamshika mke wake akapeleka ndani. Akarudi akakaa, akaniomba msamaha. Mchungaji, nakuomba radhi. Naomba radhi kwa ajili ya mke wangu. Ufute maneno yote. Majani palia, barabara itengenezwe. Uwe na amani kuu. Naomba tafadhali yaishe. Kuna mahali tunahitaji kutoa utumwa tuweze kuwa huru. Nimetawala mtaa ambao ni mgeni kabisa, najulikana kuliko wenyeji. Kibao cha serikali kile kimegongwa pale, kibao cha serikali, Mteule Road. Unala kusema tena hapo? Na mimi nikasema mtaa napiga lami, nimewapigia lami, nimepiga jamvi kabisa. Wow! Kama Mteule hausitope mkwala tu. Baya kuna mahali tufike, tukubali kuondoa uchinga fulani, tukubali kabisa kwamba sisi ni wana wa mfalme. Siku 90, nyumba 200 nikakabidhiwa hii hapa. Nimeingia mbunge kulala. Watu wakasema anajenga hoteli. Sio hoteli, ni nyumba ya baba mchungaji. Sio hoteli, ni nyumba ya baba mchungaji. Sema amina. Mama karuka kaenda Sumbawanga. Kwenye kuhamia mimi nikaingia mwenyewe, nikamwambia mama tulia nyumbani, kwa sababu mshajua jirani ni mweo. Nikaingia ndani, nikaiweka sawa siku 3 tu. Siku 3 nikalala pale, siku ya mchana, siku 3 tu nikazipiga pale. Nikiwa na maombi nikaenda pale nikatia kambi siku 3. Aliporudi siku 3 zile akanitumia mlinzi aliniambia, bwana hapo wanakuja ndege fulani wengi, jeshi ndege kama 1000. Nikamwambia haya najua hiyo jeshi la pepo wabaya. Akanitumia ile anaitwa nini, njiwa. Nikawaua. Kama njiwa wote shuka chini. Wakaanguka tu hapo. Nikamwambia kwa jina la Yesu shuka chini. Mama amekuja kunigongea, anasema sasa hivi sasa jirani akamtafuta mke wangu wasalimiane wawe ndugu. Nikamwambia hakuna ndugu aliyekula uchawi. Huwa hakuna ndugu. Huyu akubali vita ishi. Mama amesema vita imeisha. Juzi mama ametutafuta, nilikuwa nimeenda mapumziko. Amesema naozesha mwanangu, naomba jirani mwema, naomba mchango wako na unitie moyo. Kwisha. Sasa natawala. Sema amina. Kila hisi tu. Kuna mahali tukikubali utumwa unaondoka. Waliookoka sio watumwa viwango hivi. Na nimepiga ngumi 2 kwa wakati mmoja. Nikaondoka hapa, kuna watu walisumbua maembe shambani kwangu kule. Hivi niwaambie hiyo? Sio kuambia. Yaani maembe wanapita wanakula maembe yangu bila utaratibu. Nikamwambia maembe hamna kula hapa. Kama una mtoto dhibiti mtoto. Akipita miembe ni kufa. Tangu enzi ya Yohana Mbatizaji mpaka leo ufalme unatekwa na wenye wenye nguvu. Ukienda hapo kijini kwangu, kijiji kimenikabidhi kwamba tumechemka. Maana wabibi wote niliwatangazia vifo, wamezikwa mpaka kaniambia basi ya Shiraga tunaomba ujirekebishe. Nimeenda kurekebisha, nikamwambia haya wekeni kibao cha mtaa wangu, utaona Mteule wa Jehova Road. Kingine tena. Ule kibao kikubwa, hicho ni kikubwa.
kimeandikwa mtelo wa Jehova road kwenda shambani kwangu. Maana kutoka lami mpaka shambani ni mita kama 100 tu hivi. Kwa hiyo shamba lile pale. Na napumua hapo. Kuna kusumbuana tena hapo? Tumeshaacha dhambi. Kazi kubwa ni kuacha dhambi. Si kweli? Mnafahamu nyinyi hizo dhambi hivyo wasumbua. Tuache dhambi, bado mtu anayetenda dhambi naye atushinde. Makubwa. Haiwezekani. Haiwezekani. Nikaona jioni leo niwashirikishe haya. Kwamba kwa kuwa nimepata kibali machoni pa kuhani wa Bwana, basi nitafundisha kweli ambayo nimeiona imezaa matunda makubwa. Sasa ina haja ya kuendelea kuzaa matunda kwenye makanisa mengine yote. Dhambi tubu hadharani. Uvunguni achana nayo. Toka uvunguni. Toka uvunguni nakwambia mafanikio yapo. Kesho kutwa utakiona kibao kule kule Mburu, mtelo wa Jehova Lord, utakiona kule kibao. Na nataka nipige mitaa yote ya Kahama. Juzi nimeenda kununua kiwanja kile sehemu fulani, nimeenda na sehemu fulani mtu amenikabidhi kiwanja. Yaani nataka nipige mitaa yote. Utaiona kule Dodoma, utaona mtelo wa Jehova Lord, utaona. Makusudi tu. Kuna mahali tunatamani, nilipofunguliwa macho, yani nikagundua ulimwengu una giza, una siri nyingi sana. Yaani una mahali nimefunguliwa macho mpaka najua kumbe ni hivi. Sasa nimemaliza jirani yangu, yani hizi nawaeleza wiki moja tu. Kuna jirani pale na uwanja. Mimi uwanja wangu ni viwanja viwili. Sasa viwanja viwili naona vidogo kwangu, nikaona vidogo maana mimi napenda kulima bustani, mboga nisinunue sokoni, machungwa wepo pale, pela nini. Sasa pale ni pazuri pana maji. Sasa analimwaga vitunguu nini hapo, vibarua, ila kwa jirani yuko hapa. Nikamwambia jirani huyu mnitafutie. Sasa watu wameona ile vita. Wakasema ngoja tumtafute, wakamtafuta. Nikamwambia niachie hapa, hiki eneo chako niuzie mimi au tubadilishane. Kuna sehemu na kiwanja. Akasema unajua watu wengine mna matatizo. Wewe umesikia mimi nauza? Unajua unatumia akili. Mtu hauzi, unakuja mtafuta na unauza kwa sababu gani? Niambia ufanyaje? Ungesema tu siuzi. Lakini kuniambia na matatizo ya akili, hilo ni kosa. Unajua kuna kauli lazima iendane. Huwezi kumwambia rais, yaani kweli askofu mwambie wale wao. Kuna yaani unacheza lugha inaweza kaleta mtu majaribuni. Nikaambia useme sina akili, yaani ungesema samahani mtumishi pale sifanyaje? Siuzi. Ila kauli aliyoiongeza kwamba nina matatizo ya akili. Nikaona nimwambie pale hutajenga. Kwa ufupi hutafanya? Hutajenga, utajenga mwenyewe. Akaambia wewe peleka huko habari zao, akakata simu. Ni muha. Ajifango ni sawa. Alafu ni mwanasheria, anajua sheria. Yuzi mimi niko zangu mapumziko. Kwanza amekatisha hata siku za mapumziko. Niko mapumziko, simu yangu si alifuta namba. Ametafuta wananzengo. Nzengo ndio kanitafuta. Mchungaji, uko wapi? Nikamwambia niko mapumziko. Tena nilipata kwa WhatsApp kwa sababu simu huwa naizima. Mpaka nipate kwa WhatsApp. Kaingia WhatsApp. Ikatuma message. Unatafuta ni muhimu sana. Ukionapo message nitupigie. Nikaona kaiona kuna shida gani nyumbani kwa nipige. Karuga ile namba kawaida nikapiga. Shida gani? Jirani, uwanja ule amesema uchukue. Uchukue bwana. Kuna kifafa kimeingia ndani. Wanataka na Ulaya. Nini? Kifafa aina ya degedege. Ucheza la Yesu wewe. Wakati mimi kanuni zote ninazo za kudownload magonjwa, fani zote ninazo. Mnasema kwa Yesu kuna shida gani kwa Yesu? Pale kimeingia kifafa ambacho kikipimwa sio chenyewe. Unaenda wapi? Nikasema nakuja. Nikaahirisha likizo, nikapunguza siku 2, nikawasha gari nikarudi. Kwa utaratibu, tunaomba utupe hela tuende India. Shilingi ngapi? Ofa ya pale milioni 50. Asifiwe makosi. Ofa mimi ni milioni 10. Unajua ukishashinda kwa Mungu wa roho, huko chini usipate shida. Usio na pressure. Nikasema ofa ni milioni 10. India milioni 50, 40 mkakope kwingine. Hapa ni 10. Yaani mpaka unasikia raha kuendelea kuokoka. Unajua utakuwa tutafute mteja mwingine. Kaambia nimesema
tafuta mteja mwingine, lakini hata nunua. Si nikueleza kama mara kwanza na kukumbusha hata mwenzangu. Basi ongezea, unajua wewe shida ni msumbufu, ongezea basi. Hatuongezi. Ni 10. Akasema niko chini ya miguu yako. Sasa amenyenyekea tayari. Niko chini ya, tulikuwa taka kauli hiyo sasa. Kwa sababu si mimi naishi, Kristo ndani yangu. Mungu wa nani wa Dagon si alianguka? Tunatafuta hiyo. Lazima mwenye dhambi aanguke, kama aanguki hajapigwa apigwe. Sema amina. Akasema niko chini ya miguu yako. Nikamwambia basi chini ya miguu yako unaongeza milioni hizi. Kuisha. Akasema nashukuru sana mteule. Tukamaliza. Ni mali yangu. Wambakia huyu. Ndio nilikuja wiki nimekuja huku. Sasa ilikuwa jana, wiki nimekuja huku. Sasa ushuhuda wa wiki kinachofuata nitawaambia wakati mwingine. Naenda kumuuliza mama kama na hamu na kile nifanye mkwala. Kuna ugomvi tena kwa jamani? Hamla. Mpaka tutoe yeye asirini yale tunatoe. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Simama tukaombe. Ni saa 12:24. Msifikiri saa 11, saa 12:24. Mimi niwashukuru neno moja tu kuja kunisikiliza. Kwa sababu mimi ndani hubiri leo habari za Roho Mtakatifu. Nikarudishwa huku nena. Nikajua kuna mtu hapa Mungu anataka kusema naye. Alishateseka mfululizo. Hili jambo linamsumbua. Nimesema shuhuda zake. Wao wenzangu waliotembelea wanajua. Hazielezeki. Yaani haziwezi kuisha. Lakini ukweli ni kwamba nilichojifunza ni kimoja tu. Mwanadamu hataki kutubu. Hataki kutubu. Maombi tunaomba ni mengi sana, ila mwanadamu hataki kutubu. Ila mwanadamu akitubu ya ukweli. Mimi sasa hivi huwezi kunieleza kuna dhambi ambayo siwezi kuieleza hadharani. Hata mbele ya mkutano mkuu pale Dodoma. Useme nikashuhudie pale, nalopoka. Hamna dhambi, hakuna, yani hivi, hakuna siri duniani. Unajitesa bure. Dunia haina siri. Ila umetafuta mateso ya kujitegemea. Wewe kwako unaona ni siri, lakini ukweli umetengeneza mateso ya milele. Hakuna siri duniani. Kuna siku yatakubamiza sehemu. Kwa nini tufike huko? Tukijua kweli ituweke huru. Maadamu kweli ni Yesu Kristo, tumeshamfahamu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tumueleze yote. Mizigo tumtwishe yeye yote. Tumwambie hapa tumeferi, hapa tumeferi, hapa tumeferi, hapa tumeferi. Mmoja na gari mpya iko hapo. TX. Sio nimenunua mimi. Yaani kwenye maombi hayo mshirika amekutana na baraka za ajabu. Kwenye siku 90 hizo amemwambia yani mke wake kuna jambo ameseti vizuri, amemnunulia mke wake. Akamwambia baba mchungaji, maombi yako yale kweli dhambi mbaya. Mungu amenirejeshia uchumi mpaka nimechanganyikiwa. Ni mama nimeombea nimnunulie. Mama na gari ana hali ya kabisa. Amesema mna nimemletea dudu hili hapa awe nalo, amemnunulia mke wake. Mke akasema mchungaji mwenyewe na ST. Baba mchungaji, ukitaka kwenda popote ili hapa tujaza furutengi. Hela za mafuta nawekewa mfukoni za kutosha. Yesu mbaya kuanzia lini? Kuna nyingine gari zimenunua ziko kule 4, yani hawa wamewahi. Lakini wote wataka nibebe gari zao. Mimi niwe gari ya nini? Magari ya washika yamejaa. Yanatakia yote niende nyumbani kwangu, kufika amepaki 4, 6. Sio mpaka ninunue. Nimewambia gari zote za washika ni mali yangu. Asifiwe Bokozi. Kula raha tu. Wanajaza wewe hayo. Wewe gari yako unajaza mafuta. Ya mshirika anajaza mafuta yeye furutengi. Anakupa unakaa siku ngapi baba? Siku 5. Nitakuwa na round ya mjini pale, nitakuwa natembea kidogo. Anakupa na hela mafuta ya kulaundi hapo. Labda kiasi kwa mafuta 50,000. Siku 5 si 250 nyingine ya mafuta. Na ya kutokea hapa kurudi hivi mpaka nyumbani 200,000, si 500,000. Una hasara gani tena? Ununue gari upeleke wapi? Yesu amefanya tayari. Wakitaka ninunulie ya kwangu malaki wahakisha wanaweka mafuta wao wenyewe. Sasa mimi nimekuja kama mwenyekiti. Kwenye kikao nakuja ti. Jamaa kana hela haka hapana. Utukufu kwa Bwana.
ametutendea yeye mpaka na sisi wenyewe tumeshindwa kuelewa. Sasa upatapo mema, anasema mshirikishe na mwenzako. Na mimi nimewashia mema haya. Kwa kweli kwa Yesu hakuna lisilowezekana. Pande zote nimesema, ambao hawakuwa na kazi wamepata kazi, ambao hawana mimba wamepata mimba, ambao hawajua wawezao wamepata, kuolewa, kila mtu nimeona kwenye sekta yake. Mwanangu mmoja, mimi kwa mara ya kwanza ndio nimevuna mshirika wa kwanza kwenye nyumba yangu. Mtoto binti yangu wa kwanza wa miaka 22 ameokoka. Si unaendaka chuo kule na mambo yao? Kwenye kweli hiyo alirushwa labda kwenye taa kwenye baru pale. Yaani mshika mwanangu alikaa kama hapo. Ile madhabahu yangu sije iliko mbali. Alirushwa kutoka hapo, madhabahu yangu mimi iko hapa, ile ya patakatifu imeweka hapa. Alirushwa mwanangu kutoka pale mlipokaa mpaka hapa. Nikajua mwanangu amepasuka kichwa. Akaanza kueleza mambo yote hapa. Alijazwa na Roho. Nikasema sema ukweli. Wewe ndio wa kwanza unanisumbua. Sema ukweli. Na hajawahi kunisumbua. Sema akasema ukweli wote. Nikapiga mkono mtoto akajaa Roho. Kwa sababu leo naokoka amjaa Roho. Sasa naimba kwaya. Kuna mchezo gani tena hapo? Wadogo zako mbona wamesema jamani msicheze na baba. Mambo yameharibika. Unaweza kaumia. Yule mtu wangu muoga heavy like muoga yule unamfahamu. Nenda sasa hivi kwa deliverance choir. Yuko anazikata namna hii. Utakataa na kueleza. Jambo la miezi miwili tu utakataa. Yuko hapa yuko sawa. Baba nenda mazoezi. Na tu unaenda degree nyingine. Yaani nikwambia kuna mahali ila kauamsho ni kazuri. Ndio nimesema nimeanza kukaola pale kanisani kauamsho. Nataka nimekashikilia. Sasa hivi wanafunga siku 7. Nikiingia pale tena naamsha. Nimekashikilia kale wataokoka. Baka paeleweke. Na nikagundua wazee walioanza onja uamsho wakifufuka leo wataomba wafe tena. Walitembea kwa raha sana. Huu kame na ugumu ni kwa sababu kuna mahali dhambi imefunikwa, imepewa uhalali. Ndio maana mnashangaa kanisani mapepo yamekuwa kama nyumbani kwao. Wewe unafikiri kwa nini? Tunaingia tumeokoka, lakini mapepo yamekuwa kama nyumbani. Kuna shida gani? Mimi nimeshuhudia sasa Jumapili 4. Muda wa sifa au muda wa kwaya. Nimeshuhudia mwenyewe kanisani. Hadi Jumapili nimeshuhudia. Tunaimba. Wako wenye sifa tu pa. Naona mtu anarushwa na pepo pa, kule pepo pa. Nikaenda kumuombea na mwana ni mgeni mpya kabisa. Nikaambia wanangu excellent. Si ni kweli? Wakati wa sifa, nilikuwa sioni, sasa hivi naona kwenye sifa, sio kwenye neno. Naona kwenye sifa pepo zinaanguka. Kuna mama wale kiherehere wanawaigi na kanga kufunika. Nikaambia wewe ulikuwa bado nitakufukuza. Wakati kusifu ulikuwa macho ulikuwa unafanya nini? Muda wa sifa si wote tumelewa. Sasa mlevi gani amepata akili ya kufunika mwingine? Rudi kalewe. Nikaambia pepo la kwenye sifa linatoka lenyewe. Amefunika ende sketi atajua mwenyewe. Sisi tumejaa. Tutajua baadaye hayo mambo. Acheni hapo, nikamwambia acheni hapo. Kila mtu ajae Roho. Tumefurika Roho mwanzo mwisho. Wa sifa anatupeleka. Tuja kumaliza. Alishakaa kwenye kiti na yeye anaomba. Kumbe tulikuwa pamoja. Shida nini sasa hapo? Kwani usiubue watu? Nasikia raha ya rohoni kwa kweli. Ndugu zangu, yajayo yanafurahisha. Tumbe Roho Mtakatifu makofi mazuri sana ya baraka. Mfalme wa falme, Mungu mwenye nguvu zote, asante kwa kuniamini tena jioni ya leo na kunipa nafasi katika matumishi wako na makuhani kulinena neno hili Bwana. Roho Mtakatifu uliofanya Deliverance Sembo, neema hii nami nimeinena katika kanisa la Christian Center mahali hapa Mfalme kwa ajili ya utukufu wako. Roho Mtakatifu naomba Bwana uvuvio mpya tena na neema mpya tena kwenye kanisa lako Mfalme, kwa kuwa nimepata kibali, kwa kuwa mtumishi wako amenyonyesha fimbo. Roho Mtakatifu naomba jidhihirishe na ukatende tena Bwana katika madhabahu Mfalme, na akaone ukuu wako. Yamkini Bwana aliyaona mema ndani yangu, aliona kitu ndani yangu Bwana, akanipa nafasi Mfalme ya kaboseke bori kanda bosa. Roho Mtakatifu naomba jitukuze tena na watende mema watoto wako waliokuja jioni ya leo kwa ajili ibada, wakaja shughuli zao, wakaja kukutumikia Bwana na kuja kukuabudu Bwana katika ibada hii. Naomba Roho Mtakatifu uwainue na neno hili
ikawatoe mahali waende mahali pengine, likawatoe mahali liende mahali pengine. Bwana, waone furaha yako, waone upendo wako, waone amani yako, waone ushindi. Yale yaliyokuwa yanasumbua, yaliyokuwa yameshindikana, Bwana, neno hili likabadilishe maisha, likabadilishe ushuhuda wao, likabadilishe mwelekeo wao, likabadilishe mipango yao, likabadilishe nia zao, likabadilishe mwelekeo wa kanisa lako, katika jina la Yesu Kristo hai, katika jina la Yesu Kristo hai, katika jina la Yesu Kristo hai. Shinyanga igeuke, Shinyanga igeuzwe, miguu chini, miguu juu, kichwa chini. Shinyanga igeuzwe, miguu juu, kichwa chini, kupitia kanisa lako la mahali hapa Christian Center, katika jina la Yesu Kristo hai. Leo bosi sasa ikarejeshe neema mpya tena katika uvuvio wako, katika uweza wako, katika mamlaka yako, katika nguvu zako, katika utukufu wako, kwa kuwa kama kanisa tumekubaliana ya kwamba hatutalala mpaka Bwana tuone uamsho, tuione neema mpya, tuione nguvu mpya, tuone uweza mpya, tuone mamlaka mpya. Ninaomba jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo hai, wape neema watu wako, wape neema Bwana, neema itembee kati yao, neema itembee kati yao katika jina la Yesu Kristo hai. Kila mmoja akaone ukuu wako, akaone nguvu zako, akaone maajabu yako, akaone neema yako Bwana. Neema ikamtembelee kila mmoja jioni ya leo, tarehe 1 mwezi wa 7, mwezi wa ukamilifu Bwana. Watembee kwa ukamilifu, siku ya kwanza yenye matunda, siku ya kwanza yenye ukamilifu, siku ya kwanza yenye ushindi katika mwezi wa ukamilifu. Roho Mtakatifu tembea na kila mmoja Bwana, utukufu wako uwe mkuu katika nyumba hii Bwana kuliko mwanzo, utukufu wa mwisho uwe mkuu kuliko wa kwanza Bwana. Ukarejeshe neema mpya, tuone utukufu wako. Ninakuadhimisha Roho Bwana, ninakutukuza Mfalme, ninakuinua Bwana wa Bwana, kwa kuwa umetenda kwetu, naamini utatenda mahali ya Bwana, kwa kuwa neno lako ni mbegu, na mbegu imeingia Bwana kwa watoto wako waliokuwepo, mbegu imetembea Bwana. Yote yanawezekana, hakuna lisilowezekana kwako. Tunahitaji kuwa huru, yote yanawezekana. Tunahitaji kuwa huru, maana Bwana umekuja ili tuweke huru kweli kweli. TAG Deliverance Temple, TAG Rehoboth, tumeamua kuwa huru. Saa imefika, atukuze mwanao Yesu Kristo hai kupitia Roho Mtakatifu. Saa imefika, utukuze Yesu Kristo kupitia kanisa lako la Rehoboth. Saa imefika, utukuze Yesu Kristo hai kupitia Rehoboth. Saa imefika, utukuze Yesu Kristo kupitia Rehoboth, na watumishi wako hapa Bwana kwa madhabahu zao wakutukuze, maana unastahili sifa. Asante Kristo Mwokozi hai, kwa kuwa ni Mungu mkuu. Utukufu ni wako, nguvu ni zako, mamlaka ni yako, uweza ni wako, tangu leo na hata milele, katika jina la Yesu Mwokozi hai. Shangilia Yesu Mwokozi, sema amen. Shika sadaka, shika sadaka. Neema hii tuatamie ili tutembee nayo. Weka sadaka njema, weka sadaka njema. Sadaka sio kutoa, sadaka ni kumwabudu Bwana. Tunaje kumwabudu Bwana kwa njia ya kumtolea. Tunakwenda kumwabudu Bwana. Shika sadaka yako. Mimi nimalize hapa nikiwa tumetoa kabisa, ndio nimkabidhi kuhani amalizie. Muda wetu umesonga sana.